dhana ya PPP, labda niseme kwamba maana nikizungumza nitakuwa pengine najibu baadhi ya mambo moja kwa moja, kwamba PPP kwa maana ya mikataba ya muda mrefu kati ya sekta binafsi na mamlaka za serikali imekuwa na safari ndefu, na tuliishi miaka 13 bila single project iliyofanywa kwa kutumia sheria hii ya PPP. Lakini chini ya awamu ya 6 baada ya intervention ya kwanza kabisa ya kuanzia mwaka 2022 mpaka sasa hivi, miradi ambayo imefanywa na kusainiwa kwa mujibu wa sheria ya PPP ina thamani ya trilioni 8.5. Kitu kimoja ambacho najifunza ni kwamba kwa miaka tangu tumeanzisha utaratibu huu wa ubia, hatukuwa na ule utashi wa kutosha wa kufanya haya mambo ya ubia yatokee. Miaka mitatu ambayo tunafanya ubia chini ya awamu ya 6, tayari mikataba yenye thamani ya 8.5 trillion imesainiwa na ipo kwenye utekelezaji. Achilia mbali miradi mingine ambayo tunazungumza feasibility studies na kadhalika. Kitu kimoja ambacho ni changamoto ni kwamba pengine ni expectation, matarajio against kinachofanyika. Kwamba ukiangalia matarajio na kilichokuwa kimefanikiwa kuna gap kubwa. Ukiangalia background tulikotoka na kilichofanyika pia kuna gap kubwa, kwa maana kwamba miaka michache hii mitatu imefanyika mambo makubwa ukilinganisha na miaka 13 ambao hapakuwa na mradi hata wa darasa ambao umekuwa design na kuwa signed kwa sheria hii ya PPP. Kwa hiyo nilipenda niliweke hivyo. Lakini jambo la pili ni kwamba sababu ya kuja na sera ya PPP ilikuwa ni kasoro za mikataba ambayo iliingiwa tukiwa hatuna sera wala legal framework ambayo na govern PPP. Kwa hiyo tukaingia baadhi ya mikataba ambayo ikaonekana ina kasoro kubwa na kusababisha mijadala mikali. Mikataba kama ya ambayo tuliingia tukaivunja kama ya City Water, mikataba kama IPTL na mikataba mingi ambayo tulipata kuingia kwenye level tofauti. Net Group Solution, tuliingia mikataba ya kuendesha rail rights. Sasa sheria na sera hii ilipoletwa, lengo lake kubwa lilikuwa ni kuhakikisha uwazi. Sheria yetu ililenga kuhakikisha kwamba tunakuwa na uwazi, uwajibikaji, ili kuondokana na kasoro ambazo tulikuwa nazo. Kwa Dr. Mbunda akizungumza kuhusu kutaka uwazi, kimsingi sasa hii sheria inataka uwazi. Sheria imeshasema inataka uwazi. Na ndio maana unakuta kwamba mradi unatekelezwa na TANESCO, lakini hana mamlaka peke yake. Juu yake kuna mamlaka ya wizara. Lakini na wizara na TANESCO au wizara na shirika hawana mamlaka peke yao. Pembeni yao kuna kituo cha ubia. Na kituo cha ubia na chenyewe kina mamlaka peke yake. Juu yake kuna kama bodi au kama steering committee ya PPP. Na wenyewe pia hawana mamlaka peke yao, pembeni kuna mwanasheria mkuu wa serikali. Na kwenye miradi fulani ambao ni special ya kimkakati, approval yake ni baraza la mawaziri. Kwa hiyo uchakataji wa mradi katika muktadha huo unafanya uwazi uongezeke. Lakini vile vile kwa mujibu wa sheria ya PPP, mkataba ukishasainiwa, nakala ya mkataba inapelekwa TRA, inapelekwa kwa mwanasheria mkuu wa serikali, inapelekwa PPP Center, lakini zaidi na zaidi inapelekwa kwa CAG. Kwa hiyo ukishasainiwa tule mkataba, CAG anaanza nao. Kwa yote hiyo imewekwa kisheria kuhakikisha hiyo dhana ya uwazi. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo jingine ni sababu ya PPP ziko 3. Nazungumza hizi sababu kwa sababu kuna swali ambalo liko kwenye line hiyo ya sababu. Sababu ya kwanza ni hiyo kumobilize private capital. Kumobilize private capital ifanye kile ambacho serikali ilipaswa kufanya. Ni wajibu wa serikali kujenga barabara. Tukimobilize private akajenga barabara ya kulipia, maana yake serikali wajibu wake kwa umma wa kuhakikisha huduma inapatikana imefanikiwa, lakini vile vile huyu private kafanya business atapata faida, na katika muktadha huo serikali inaokoa kiasi ambacho ingekitumia hapo
na kwa hiyo sasa inakuwa na muscles ya kukielekeza kwenye maeneo mengine ambayo hayana appetite, kama ambavyo Profesa Waziri alivyozungumza, Waziri Mkumbo, kwamba kwa mfano nchi yetu hii ni maskini bado, kwa maana ya wananchi wake wengi bado ni maskini, hawana uwezo wa kumudu elimu bora, kwa maana ya kwamba anaposomea mtoto wa Kafulila, mtoto wa Profesa Kitila, kwa kweli upo uwezekano kabisa kwamba sio shule ya serikali, au kama ni ya serikali basi ni maalum sana. Sasa ni kwa sababu ya ubora. Kwa huo ubora unaotakiwa kwa ajili ya kuwapa watoto wetu wote wenye kipato na wasio na kipato ni jukumu la serikali. Sasa serikali ambayo ina majukumu mengi ya kujenga barabara, umeme, mpaka na kujenga masoko, haiwezi kamudu kwa utaratibu huo. Na ndio maana PPP inaonekana ndio mbadala, kwamba kwa kutumia PPP tutaokoa fedha nyingi ambayo itatuelekeza au itatuelekeza kwenye maeneo ambayo ni ya kujenga rasilimali watu, ambao kwa kweli kwa sababu ya level ya maendeleo tulionayo, kwamba watu wetu wengi, familia zetu nyingi bado ni maskini, basi serikali ina wajibu wa concentrate huko kwa kile ambacho nakiokoa kule ambako private anaweza kufanya. Kwa hiyo ndio focus ya serikali. Basi tuna engage kwa sababu tu ya kutaka efficiency, lakini sio kwamba hatuwezi kuweka, ni kwa sababu ya kutafuta efficiency. Kwa tunafanya PPP pia kwa sababu ya efficiency. Kwa dhana ya efficiency nadhani tunaweza tukaiaddress kwa muktadha huo. Na nyingine ni technology innovations, kwamba tunaweza tuka engage private company kufanya mradi fulani wa ubia kwa sababu tu ya kutaka technology ambayo anayo, innovation ambayo anayo. Na lakini kwa ujumla wake ni cement tu ile hoja ambayo tunakubaliana wote kwamba njia pekee ya kujenga uchumi mkubwa wa kisasa shindani ni kuhakikisha kwamba maeneo yote ambayo private anaweza kufanya aweze kuyafanya, na serikali ibaki na concentrate kwenye maeneo ambayo kwa kweli hayana appetite ya private kufanya. Na kama tuliyozungumza, afya kwa watu maskini sana, elimu kwa watu maskini sana, anaweza akafanya private, lakini with government intervention, kwamba sasa serikali impe guarantee ya 1 2 3 isubsidize hiki au kile. Na jambo ni katika picha hiyo, lakini nizungumze tu hiyo hoja ya kwa nini ni lazima, na sisi sio wa pekee wala sisi sio wa kwanza kuona ukweli, ni kwamba hali halisi ya dunia inataka tufanye hivyo. Mahitaji ya binadamu kwenye ulimwengu huu ambao ni ulimwengu wa taarifa ni makubwa kuliko uwezo wa serikali yoyote duniani kuyakidhi. Sio sisi tu. Kwa hatufanyi PPP kwa sababu tuko desperate. No. Hata serikali zenye muscles kubwa bado hazina uwezo wa kukidhi matarajio. And that's why unaona deni la serikali zote duniani, the global debt iko over 90%. Iko zaidi ya 90%. Na nchi ambazo zina deni dogo ni nchi za Afrika, ingawaje dynamics za kiuchumi inawezekana zikaweka pressure, ikawa deni yenye pressure, lakini ukizungumza by percentage ya uchumi kwa deni la dunia ni kubwa sana. Deni la serikali duniani, maana kuna deni la dunia na deni la serikali duniani. Deni la dunia yote ni zaidi ya dola trilioni 350. Hiyo ndani inajumuishwa sekta binafsi, household, pamoja na madeni ya serikali. Na kimsingi madeni ya sekta binafsi ni makubwa kuliko madeni ya serikali zote duniani. Kwa hiyo ni picha hivyo. Lakini msingi mkubwa ambao nataka kuzungumza ni kwamba serikali zinakopa zaidi duniani kwa sababu ya kumeet expectation ya wananchi wake. Sasa kwa dunia katika picha hiyo inaona kwamba njia pekee ya kufanya sustainable governance na kudeliver kwa hawa wananchi ni kuhakikisha kwamba inaongeza space ya private sector kufanya hayo maeneo ambayo ina interest, afu serikali baki ina concentrate kwenye maeneo ambayo private hawezi kuwa na interest kwa sababu hiyo. Kwa tunafanya PPP kwa sababu hiyo, kwamba hiyo ndio hali halisi ya dunia.